akunyanyua tena. Naongea na nyinyi watumishi wa Bwana mkimbizi. Bwana akunyanyua tena. Hayo mateso tunayafuta kwa jina la Bwana. Sema na iwe hivyo. Sema na iwe hivyo. Sema na iwe hivyo kwa jina la Yesu. Sasa pointi ya 6 na ya 7 siku nyingine Mungu akipenda nataka niseme kitu. Najua ndio dakika 3 sawa? Nataka niseme kitu. Vitu vinavyozuia usiongezeke kwa haraka. Kitu cha kwanza, uchawi. Vitu vinavyozuia usiongezeke kwa haraka. Kitu cha kwanza kinaitwa uchawi. Ili neno uchawi kwenye Biblia linaandikwa mara 14. Wachawi mara 20 kwenye Biblia. Nenda ya Google kwenye Biblia mara 14 uchawi. Wachawi mara 20, waganga mara 18. Kwa hiyo haya majitu ni majitu ya kiroho yanayotesa watu. Unapotaka kuongezeka na mtu anaoga. Yule mtoto wako anti ndio kwanza amekuletea bajaji kalogwa. Uchawi. Maana yake uchawi ni roho inayozuia usiongezeke. Sijui kama naongea na mtu hapo. Mahali fulani unataka kuongezeka na wewe, wakakupiga juju mwanangu. Umepandikwa juju la hatari. Mwaka jana nilipata nafasi. Nilienda hapa mahali hapa panaitwa Dumila hapa. Mnafahamu? Dumila ukiwa Dodoma unaanza kwenda kama na Morogoro. Nilienda kuhubiri hapa. Ni mahali pa kiajabu. Sijawahi kuona hapa. Nimefika pale nimepokelewa vizuri kabisa, namshukuru Mungu. Mchungaji alinipokea, ananiambia sasa tunakupeleka mahali ukalale. Tukapelekwa kwenye guest pale. Sitaki kukitaja, sio vizuri kutaja maeneo hapo. Sasa tumekaa, nimefika hapo, unajua wakole tena. Wakafika pale wakashambulia waombaji. Kila mmoja anashambulia kitanda. Anayekamata kitanda kwa Yesu. Na Mungu majini yote usiku wa leo pigwa swingi. Yaani kila mtu anaomba, nini watu wakiomba hivyo wanasimama. Kwa sababu sio vizuri mtu anakuombea na wewe unaomba. Lazima usikilize. Sikiliza kile mtu anachokuombea, na huo upuuzi watu wengi wanao wanashindwa kutoka. Ukiona anakuombea, tulia. Sikiliza naomba nini? Kama naomba wewe anduje, na wewe amen. Acha ujinga. Ukiona mtu anasema nimekuja nikuombee, tulia. Tulia kimya kabisa, msikilize. Anaomba, akiomba kitu cha kijinga maana hicho cha kwako. Saa hiyo usipeleke kushoto wala kulia. Rudisha saa hiyo. Hicho cha kwako sio cha kwangu. Mimi nisimama pale, mimi naomba, wanang'ang'ana mwingine akaenda chooni, anabeba na ndoo ya chooni anakuja nayo kabisa. Kwa damu ya mwana-kondoo, mchungaji atawala hapa. Tunatakasa, wewe takasa. Umekaa kimya na msikilize. Wanasikia. Hayo sio jambo la kuzungumza kwa mchana. Sasa usiku kafika, nikalala, nimemaliza maandalizi ya nini na nini, najiandaa asubuhi, nyoosha makanzu, weka vitu vizuri, nikalala. Saa 7 hivi nikasikia kama vitu vinatembea huko chumbani. Sasa hapo napolala tu, kuna kisehemu cha kuwasha taa. Nilipowasha kichwa, panya wametamalaki kwenye chandarua. Wamejaa huko mapanya, wengine wako chini. Hakuna hata mahali pa kukanyaga. Kama unajisikia kwenda hiyo njia, nitakupa address ya pale ukalale. Bwana asifiwe. Nitakupa tu hiyo address ya pale ukalale. Mapanya, yani nimewasha hivi kama Mungu wangu. Na hiki ni nini? Nilisema hivi, na hiki ni nini? Yani sijawahi ona panya wengi hivi. Si wenzangu walishaomba, mimi nikaamka. Ile naamka mapanya wote. Hii anayepita mlangoni, anayepita wapi kila wewe akakuta wakaenda. Nikawafuata huduma. Nikamwambia nini? Hawa panya saa 9 ile neno. Hawa panya ni wa kwenu, hawa mwenye hoteli au ni panya tu hawana chakula wamekuja hapa. Yule mhudumu akaniambia, kwani wao wakati wanakuleta uje ulale hapa hawakukwambia? Niambia waniambia nini hata nisijui. Sasa kama mchungaji ajui, anaona jengo kwa nje nzuri, kumbe watu hawalalaki pale. Bwana asifiwe. Nikasema kitaumana asubuhi, wacha mimi kalala. Nilipofika kule chumbani, kasema panya wote
karibuni leo mtanilinda mpaka asubuhi. Nikiamka asubuhi mimi naenda zangu kanisani. Nikajifungika kiblanketi pyu. Shetani ni mpuuzi. Mmenisikia? Shetani anakutishia. Wewe kundi ameshiba panya zake huko, amekula, amesimama kwenye lingoti. Unaanza kuchaza. Shiba wewe, ameshiba panya yule. Pressure inaanza kupanda. Kundi amekuja. Tumekombolewa, tuna damu ya Yesu, tuna Kristo ndani yetu. Hakuna woga, hatuna mashaka, hatuna nisijui upande wako. Sema amen. Sasa asubuhi nimefungasha mabegi yangu. Mchungaji tunakutana pale kanisani. Sinienda na gari, nakutana nao. Vipi? Nikamwambia bwana ni kule sirudi. Nini? Sasa hapa ndio hoteli nzuri pale. Mchungaji akanikomalia, leo utalala. Rudi uka. Nikasema hakuna neno. Bwana asifiwe. Sasa sina ujanja, sijui sehemu yoyote, nikarudi. Niliporudi nikapata maarifa. Nikasema mimi nalala, sitaki kusikia cha panya wala mimi niamke asubuhi, niende morning glory, panya kama watazunguka wazunguke wanavyo. Kumbe wale panya ni wa mwenye hoteli. Sawa Ni wa mwenye nini? Pale unapolala pale, mwenye hoteli, panya wale ni wa kwake. Basi mimi nikalala hapo, nilikuwa na kijuisi, panya wakala ile juisi yote. Yaani wametumwa ile juisi ikamwagika, wamelamba yote. Nilibeba maandazi, sipina vitu mabiskuti, wametumwa mabiskuti, wamekula yote. Wale panya wataalamu. Mimi natamani tu nimpate hata mchungaji mmoja nimpeleke pale, hasa mama Kulanga nimpeleke pale. Haya ni kuchakulia shangazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nini uchawi? Unasema uchawi. Kumbe uchawi unazuia kuendelea. Walipokuloga ukaanza kutimilisha agenda, usomi tena, ufanyi kazi tena, una nguvu tena, umekaa hapa, una maongezeko